Na mtazamaji, ni wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe. Karibu na tuanze kwa kuangazia habari za michezo kitaifa. Timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake maarufu Twiga Stars inatarajiwa kushuka dimbani kesho kucheza na Malawi katika mchezo wa kimataifa wa kirafiki utakaochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex pale Mwenge, mchezo utakaochezwa majira ya saa 10 kamili jioni. Tupate taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Nicodem Arajiga. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo wakati wa mkutano, makocha wa timu hizo wameeleza namna ambavyo wamejiandaa kwenda kuchuana na kusaka ushindi, kwani mchezo huo ni moja ya michezo ambayo inaweza kutoa nafasi ya kuipandisha timu katika nafasi ya juu. Na mechi ya juzi ilikuwa ni mechi nzuri kwa sababu tulishinda na tujiandaa kushinda, lakini kushinda kwetu haimaanishi kwamba tufanya makosa kwenye huo mchezo, na tunatamani tena kesho tuone tukacheza mchezo tuweze kupata matokeo mazuri ya ushindi, kwa sababu ni mechi ambayo inatupa kipimo kizuri. Chances we had created chances which I think we have converted into goals. Nicodem Arajiga, Channel 10. Asante Nicodem Arajiga kwa taarifa hiyo. Kwingineko, madereva 15 kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania pamoja na wengine kutoka nje ya nchi wanatarajiwa kushiriki mashindano ya mbio za magari ya Mkwawa Drinking Water Rally of Iringa 2026 yatakayofanyika mkoani Iringa kuanzia Juni 6 hadi 7 kwenye njia yenye urefu wa kilomita 117. Clement Sanga anatuarifu zaidi. Bendera ya kuashiria kuanza kwa mashindano hayo tayari imekwisha nyanyuliwa. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa klabu ya mbio za magari mkoa wa Iringa Robert Maneno amesema maandalizi yote yaliyo muhimu yamekwisha kamilika, huku mashabiki wa mchezo huo wakitarajiwa kushuhudia burudani ya hali ya juu na ushindani wa kusisimua katika barabara mbalimbali za mkoa wa Iringa. Tunatarajia kuwa na washiriki zaidi ya 15. Tutakuwa na gari 15 ambazo gari za kisasa kabisa. Malengo yako mengi. Kwanza ni burudani ya kama mashindano yalivyo, pia kuleta ushindani katika sekta ya ukimbizaji magari, pia burudani kwa wote, pia ni kugombania ubingwa wa Tanzania. Na katika raundi za kugombania ubingwa wa Tanzania sisi ndio tunaanza. Ndio maana naita NRC1, National Rally Championship, mzunguko wa kwanza. Upande wake msimamizi wa mashindano mkoa wa Iringa Hidaya Kamanga amesema mashindano hayo ni ya siku 2 na yatafanyika kwenye njia yenye urefu wa kilomita zipatazo 117, huku pia usalama ukielezwa kuzingatiwa wakati wote wa mashindano. Rally yetu ni rally ya siku 2 ambayo itaanza siku ya Jumamosi Mkwawa Factory. Tukitoka Mkwawa Factory tutakwenda Samora kwa ajili ya ceremony exhibition. Tukitoka Samora tutaelekea shamba kwa siku ya Jumamosi. Event yetu itaanza saa 6 mchana rasmi hapa kiwandani. Lakini taratibu nyingine za kitechnically kama vile scrutineering, uandalizi wa shamba, barabara na ukaguzi wa magari utaanzia asubuhi. Tumeshirikiana na wenzetu wa jeshi la polisi, fire, ambulance kwa upande wa hospitali kuhakikisha sehemu zote tunazofanya mashindano haya ziko salama. Ama kwa hakika haitokuwa ngoma ya kitoto, vumbi litatimuka. Madereva zaidi ya 15 wa ndani na nje ya nchi wataoneshana ubabe. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Timu ya Tanzania Prison imesema inayo matumaini ya kusalia ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu huu iwapo wachezaji watawajibika na kutimiza majukumu yao kwa kufuata maelekezo waliopewa katika kipindi hiki cha muda wa mapumziko ya ligi. Tupate taarifa zaidi. Kocha wa timu ya Tanzania Prisons Shedrack Nsajigwa amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mbeya na kueleza mipango na malengo ya timu hiyo, huku afisa habari wa timu hiyo Alexander Ngerera amesema wachezaji hao pamoja na benchi la ufundi wameahidiwa zawadi nono endapo wataendelea na ushindi katika michezo 5 iliyobaki. Kikubwa tu ni kuwa tuna ujasiri wa kuamua kufanya, hasa kwa wachezaji. Wakiamua kama ambavyo tuna train, kama tunafanya mazoezi, session zetu zinakuwa nzuri, kama wakihamishia mazoezi kwenye match,
nafikiri tutafanikiwa. Kama hata tucheze away, hata tucheze nyumbani. Wamepokea kwa mikono miwili, na ndio maana niseme tu kwamba imepelekea mpaka wachezaji wenyewe kumshawishi mwalimu na kusema kwamba hawataenda mapumziko na wataendelea kufanya mazoezi na ili kuhakikisha kwamba hizo bonus wanazichukua. Furaha ya Tanzania Prisons ya magoli 3 dhidi ya Pamba Jiji katika mchezo uliopita inaeleza wazi kuwa wanayo nia ya kuendelea kufanya vizuri ili wasishuke daraja kama ambavyo wachezaji wanaeleza. Tutapambana mpaka tone letu la mwisho kuhakikisha hii timu haishuki daraja, kwa sababu mentality yetu inaanzia mazoezini. Tunapambana vizuri mazoezini, turudi kwenye mechi, lakini kikubwa ni kwenye uhalisia. Watu wanaamua kufanya kazi, wachezaji wameamua kutoa. Ukiangalia morali hata mazoezini unaona morali iko juu sana. Nikiripoti kutoka katika uwanja Magereza uliopo hapa mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimax Apolinari, Channel 10. Zaidi ya waogeleaji vijana 400 wenye umri kuanzia miaka 6 hadi 12 wanatarajiwa kushiriki mashindano ya vilabu Afrika Mashariki yanayotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 6 na 7 katika shule ya kimataifa ya Tanganyika jijini Dar es Salaam, yakiwa na lengo la kuibua vipaji vipya. Taarifa ya mwanamichezo Eden Bahati, golikipa wa kisasa, inafafanua. Haya ni ya kuanzia umri wa miaka 6 kuja chini mpaka 12. Na so far chama kimealika nchi 3 ambao ni Kenya, Uganda na Zambia, pamoja na sisi wenyewe ambao ni waandaaji Tanzania. Kwa chama mpaka sasa hivi maandalizi yamefikia 90%. Jumla ya wachezaji ambao mpaka sasa hivi wamejiandikisha ni takriban wachezaji 400 na kuendelea. Kwa hiyo tunaweza tukaona imekuwa ni asilimia kubwa sana, au turnout imekuwa ni kubwa sana kwa mwaka huu, na hii ni kutokana na mchezo huu jinsi unavyoendelea kupiga hatua mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo tunategemea pia wadau wengi. Wadau wa michezo nchini wametajwa kuwa mhimili mkuu wa mafanikio ya michezo mashuleni kwa kuchochea na kuibua vipaji vya michezo kupitia mashindano mbalimbali ya michezo mashuleni endapo tu wataungwa mkono ipasavyo. Eleza zaidi. Akizindua mashindano ya UMISETA kimkoa yanayofanyika katika shule ya sekondari ya ufundi Moshi Tech, afisa elimu mkoa wa Kilimanjaro Abel Mtupa amesema kwa siku za hivi karibuni kumekuwapo na mwamko mkubwa wa wadau kujitokeza kusaidia michezo, hatua ambayo inapaswa kuungwa mkono kwa kuwa inaongeza ari ya ukuaji wa sekta ya michezo mashuleni. Mkoa wa Kilimanjaro huu ulimvumbua ni mwanamichezo nambari 1 kwa kanda ya kwetu huku, ndugu Shabani Mwanga, na kwa kweli amekuwa chachu wa maendeleo si ya michezo tu. Mdau wa elimu na mchangiaji mkubwa wa sekta michezo mashuleni Shabani Mwanga kutoka City Institute Dar es Salaam akatumia wasaa huo kukabidhi vifaa mbalimbali vya michezo vitakavyotumiwa katika mashindano hayo, akieleza umuhimu wa sekta binafsi zinavyoweza kuendeleza michezo kwa mafanikio ya taifa. Next time nadhani tutaingia kwenye netball ili tuweze kuboresha na kuweza kuwapa hamasa zaidi. Tuna mahusiano sasa hivi tunaanzisha kati ya Manchester United na Sunderland na City Sports Academy. Tuchukua hata vijana wawili hapa mkoa wa Kilimanjaro waende pale Old Trafford Manchester United. Baadhi ya wanafunzi wakaeleza walivyojipanga kushiriki mashindano hayo. Na matarajio yangu ni kufika mbali kimkoa ili niweze kuwakilisha vyema wilaya yangu ya Same. Ahmad Mandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Na tukitoka huko Kilimanjaro tunaendelea kuangaza ambapo Watanzania wameendelea kunufaika na ushiriki wa michezo ya ubashiri kwa kujishindia zawadi mbalimbali ikiwemo simu janja, hali inayochangia kuinua uchumi wa wanamichezo kupitia kampeni mbalimbali zinazoendelea na Pigabet. Hayo yameelezwa na afisa habari na mawasiliano wa Pigabet Tanzania Hemedi Misonge katika kampeni ya Shinda Ndinga na simu janja inayoendeshwa na kampuni ya Pigabet kila wiki, ambapo zawadi ya simu janja hutolewa kwa mshindi, hali ambayo inabadilisha maisha ya wanamichezo kutokana na ushiriki wao. Next week ndio muda wetu ule wa kufanya ile draw ya kutafuta mshindi wa kwanza wa gala letu ya kwanza. Kwa hiyo hujapoteza muda ndio huu. Jisajili, weka hela.
Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tuangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Klabu ya soka ya Liverpool kutoka nchini Uingereza rasmi imemtangaza Andoni Iraola kuwa kocha mkuu mpya wa klabu hiyo kuanzia msimu wa 2026-2027 baada ya pande zote mbili kufikia makubaliano ya mwisho. Iraola, raia wa Hispania ambaye amejijengea sifa kubwa kupitia kazi yake ya kuvutia akiwa na timu ya Bournemouth, amepewa jukumu la kuiongoza Liverpool katika kipindi kipya cha mabadiliko, huku klabu hiyo ikilenga kurejea katika ushindani wa juu wa mataji ndani ya bara la Ulaya. Kocha huyo anafahamika kwa mtindo wake wa soka la kushambulia, presha kubwa dhidi ya wapinzani na uwezo wa kuendeleza vipaji vya wachezaji. Sifa hizo ndizo zilizowavutia viongozi wa Liverpool kumchagua kuwa mrithi wa Arne Slot pale Anfield. Katika misimu ya hivi karibuni, Iraola alifanya kazi nzuri akiwa na AFC Bournemouth kuwa moja ya timu zinazovutia zaidi katika ligi kuu ya soka nchini Uingereza na kuwapeleka katika michuano ya Europa, jambo ambalo Liverpool wanaamini ataweza kuwafanyia makubwa akiwa ndani ya klabu yao. Kupitia taarifa ya klabu, Liverpool imeeleza kuwa na imani kubwa na uwezo wa Iraola wa kujenga kikosi chenye ushindani mkubwa na kuwarudisha The Reds kwenye mafanikio makubwa ambayo yalionekana kupotea msimu uliopita. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Na asante Kenny Malila kwa kutujuza hayo kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na kwa upande wa habari za burudani, wakati tamthilia za Kiswahili zikiendelea kushika kasi duniani, Watanzania wanatarajia kuendelea kunufaika na tamthilia bora za Kiswahili kutoka Star Times ambazo zinaburudisha na kuelimisha. Haya yameelezwa na mkurugenzi wa masoko wa Star Times, David Malisa, wakati wa kampeni ya Tumejiamulia Kukupa Raha, ambapo wateja wa Star Times watapata ofa mbalimbali na kushuhudia tamthilia zenye maudhui mbalimbali za Kiswahili kila siku. Kila Jumamosi na Jumapili kutakuwa na ingizo la Bongo Movie mpya kuanzia saa 10 jioni. Kutakuwa na Nigerian movie mpya iliyotafsiriwa kwa Kiswahili. Kwa hiyo hii itakuwa ni mvua ya movie kila weekend. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Naitwa Esther Mtebe, atakuja hapa Lulu Ali kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.